Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bishara ilokuwa njema kwenu, lakini kadhalika furaha ya hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, baada ya utafiti wa muda mrefu na baada ya kuwa tukiwa katika hatua hizi na zile katika kuona ni namna gani tunaweza kupata dawa ilokuwa bora zaidi katika kuondosha masala ya kichawi katika miili yetu na hata madhara ya maradhi ya kibaiolojia ndani ya miili yetu, hasadi nazo pamoja na vijicho na madhara ya aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, utafiti wetu umebaini, lakini kadhalika na utendaji wetu umefanikiwa kwa 100%. Na leo tunakuletea kitu adhim kabisa ambacho ni hiki hapa mkononi mwangu. Hii inaitwa almulabbasul ajib, kwa maana ni pipi ya maajabu. Pipi hii ya maajabu imetokana biidhnillah subhanahu wa ta'ala na mimea isiyopungua 17. Ndani yake kuna miti mitatu inaitwa ashjaru sihriya, kwa maana miti inayotambulika kama miti ya kichawi. Kwa nini imeitwa ni miti ya kichawi? Hapa naomba unisikilize vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Katika majaribio tuliyofanya takriban kwa wagonjwa wasiopungua 16, alhamdulillah, katika hao wagonjwa 15 wako safi kabisa. Maana yake imefeli kwa mtu mmoja, lakini kwa watu 15 wote mambo yamekwenda vizuri kabisa biidhnillah. Nawe kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, sasa kiboko ya uchawi, kiboko ya machawi, kiboko ya madhara ya kishaitan, lakini kiboko ya maradhi ya aina kadha wa kadha sasa imepatikana, nayo ni mulabbasul ajib, kwa maana pipi ya maajabu na muujiza katika hali ya aina kadha. Ndani yake kuna mti hatari sana ambao ndio mti wanatumia wachawi wengi kabisa kuroga watu, lakini ndio mti huo biidhnillah subhanahu wa ta'ala sisi tunautumia kwa faida ya kunusuru wanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Waswahili wana usemi ambao unaosema siku zote mwiba unapoingilia ndipo unapotokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili ni bomu maalum, hili ni kombora maalum ambalo bila shaka uwezo wake ni wa hali ya juu katika kuondosha athari na mashakili ya aina mbalimbali. Kama hilo halitoshi, kwa wale wanaolegalega katika sala zima la pale nyumbani, hii ni hatari zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kwa wale ambao wenye mashakili ya aina kadha wa kadha. Hebu tuende kwanza tufanye taarifu kidogo ya hii mulabbasul ajib, kwa maana pipi ya ajabu iloambatana na mimea isiyopungua 17 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kukiwa na miti mitatu hatari sana.
Asili ya miti hiyo, bila shaka kanuni yake ni miti inayoshangaza, ni miongoni mwa miti ambayo yenye tabia ya kutembea, yani ni miti ambayo inayotembea katika hali ya aina kadha. Sasa hapa inatembeaje? Taratibu zipoje? Na kwa nini ikawa miti ina uwezo wa kutembea biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana wakaita ashjaru sihriya, kwa maana ni miti yenye tabia ya uchawi. Manake inashangaza, inashtua, inatetemesha, inaogopesha katika hali ya aina kadha, lakini inatibu sana, inaondosha sana, inavunja sana na kuvuruga sana masala ya kichawi, hatimaye kuyamaliza kabisa biidhnillah. Hii ni pipi ya maajabu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, kimaarifa na kiujuzi tunasema asihru, kwa maana tunapozungumza uchawi maana yake mustalahun am, yani mustalaha ya watu wote katika ulimwengu huu wanatumia neno uchawi, yustamalu liwasfi faaliyatin taqumu bitaghyiri halati shay'in ma au shakhsin ma. Bila shaka neno hili linatumiwa mara kadhaa kwa ajili ya kusifia utendaji wa kitu. Ndio maana sio ajabu baadhi ya watu wanasema mchawi pesa, labda katika jambo ambalo unataka lifanikiwe, lakini kadhalika ukatoa pesa likafanikiwa jambo lako, wanasema mchawi pesa katika hali ya aina kadha, katika mazingira ya hali ya namna hii. Sasa hili ni neno ambalo linalotumika liwasfi faaliyatin, kwa ajili ya kusifia utendaji wa kitu, au taqumu bitaghyiri halatin ma, au katika jambo ambalo linalosimama imara katika kubadilisha hali ya kitu, au kadhalika inaposimama imara katika kubadilisha hali ya mtu katika hali ya aina moja au nyingine. Wewe ambaye bila shaka unataka hali yako ibadilike kutoka kuwa ni hali ya kupigwa sana na wachawi, basi bila shaka hii itakwenda kubadili hali yako kutoka katika kuwa ni mtu unayepigwa sana na wachawi kuwa ni mtu mwenye nguvu na pawa ya ajabu kupitia katika mulabbasul ajib, kwa maana pipi ya maajabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika haya yanatokea fi nitaqi taghyir, kwa maana katika sekta mbalimbali ambazo kwazo hupitiwa na mabadiliko ya aina kadha wa kadha, alladhi yumkinu lishakhsi au lishay'in an yata'arrada lahu, ikiwa inawezekana kwa mtu au kwa kitu kikafikiwa na hali ya kubadilika kutoka katika hali nzuri kwenda katika hali mbaya, au kutoka katika hali mbaya kwenda katika hali iliyo nzuri. Na ndio maana baadhi ya wanavyoni walipokuwa wakiutafsiri uchawi ni nini, wakawa wanasema uchawi maana yake ni kubadilika, ni kitu ambacho kinachobadilisha hali ya mwanadamu kutoka kuwa hali nzuri kwenda kuwa hali mbaya, kutoka kuwa hali ya uzima kwenda kuwa katika hali ya maradhi, kutoka kuwa hali ya uchangamfu na kwenda kuwa na hali ya huzuni, na mfano wa hayo katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini wakasema wataalamu, wa hadha an yata'arrada lahu duna harqi qawanini tibiyati wal fiziaia, wakasema ya kwamba mtu inawezekana akabadilika kutoka katika hali kwenda katika hali nyingine bila kuwa na taarifa yoyote inayoonyesha mabadiliko ya mtu huyu imma kitabia, au mabadiliko ya mtu huyu imma kisayansi au kibiolojia katika hali ya aina moja au nyingine. Kuna mtu anaumwa, vipimo vya kibiolojia havijui maradhi yake, kapigwa huyu. Kuna mtu anabadilika hali kutoka katika hali nzuri ya kimaisha anakwenda katika hali mbaya, vipimo vya kiakili na kikanuni za kawaida vinashindwa kutafsiri kwa nini huyu anakuwa ni mtu anayefeli. Umepigwa katika hali za aina kadha. Majaribio bora tuliyoyafanya kwa watu 16, pipi ya maajabu imefanya vizuri sana biidhnillah, na mambo yanakwenda katika hali iliyokuwa bora kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqidu al-ba'd
anna biimkani hadhihi alfa'iliyat kharq qawanin alfizyai fi ba'd alhalat, na kadhalika wanaitakidi baadhi ya watu na wataalam ya kwamba kule kuwezekana katika utendaji wa hali ya aina kadha, tena utendaji ambao unapita kanuni za kisayansi katika hali ya aina kadha, hili ni katika majambo ambayo yanaweza kujitokeza katika baadhi ya hali, hasa kama wewe unaumwa lakini uchawi ndio ambao uliokudhuru katika hali za aina kadha. Bepipi ya ajabu yenye mjumuiko wa miti 17, lakini ndani yake kuna miti mitatu inaitwa shajaratu sihriya, kwa maana miti ambayo ina utendaji wa maajabu. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mambo yatakwenda katika hali ya aina kadha. Sikiliza ulama na watafiti, nasi pia tunasema maneno haya kwa sababu tuna maarifa haya, tumeyafanyia tafiti zimekamilika, na sasa tupo katika utendaji. Furahia kwa sababu neema imekuja, ona raha, sasa unarudi katika hali iliyokuwa bora biidhnillah. Allah ajalie kila la kheri. Tumesumbuka miaka mingi tukitafiti katika sala hili, tumesumbuka miezi mengi tukitafiti katika sala hili, tumesumbuka mawiki kadhaa tukitafiti katika sala hili, lakini kadhalika masiku kadhaa, masaa na hata madakika na masekunde tumeyapoteza katika kutafiti hili. Hatimaye sasa mambo yamekuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa shajaratu sihri, lakini kadhalika wa shajaratu sihri, na miti hii ambayo inayopewa sifa ya kuwa ni miti ya kichawi, kwa kuwa ni miti inayotembea na ina maajabu na miujiza mingi sana. Miti hiyo qadiratun ala ibtalin wa ifkakin 13 naw'an min as-sihr, ina uwezo mzuri kabisa, ina power na nguvu ya ajabu katika kubatilisha, kuondosha masala ya kichawi, lakini wa ifkak, na kutegua matego na kufungua vifungo pamoja na vifundo mbalimbali vya kichawi. Takriban aina 313 za uchawi. Panapoingia pipi ya maajabu, basi aina 313 za uchawi zinatafuta haraka sana njia ya kuondoka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tena ulama na wataalam, nasi tuliotafiti na ufanyaji wa hili, tunasema fi lamhatil basari, na huu uchawi unaondoka katika kiasi cha kupepesa jicho, yani ni muda mfupi tu kwa mtumiaji wa pipi hii ya muujiza. Bila shaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ni muda wa kupepesa jicho tu. Sihiri zina uwezo wa kuondoka, zina uwezo wa kubatilika, lakini sihiri zina uwezo wa kufanya ifkak, kuteguka na kufunguka mafundo ya kichawi yaliyowekwa katika miili yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, fi lamhatil basar, katika muda ambapo wa kupepesa jicho tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya shajaratun qawiyatun ala fasadi sihri wa qada'i alaiha, nao kadhalika ni miti ambayo yenye pawa na nguvu ya hali ya aina yake, ala fasadi sihri, katika kuhakikisha ina uharibu uchawi unaoleta madhara katika miili ya bin adam, wa qada'i alaiha, na kuhukumu kupotea kabisa na kumalizika katika wakati mfupi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bishara iliyoje, furaha iliyoje baada ya miaka mingi tukitafiti jambo hilo. Alhamdulillah, sasa fursa imefika, tumefanikiwa kwa 100% biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadoktor Alla, bwana mkubwa Doktor Alla Ahmad Barakat, huyu bwana mkubwa ambaye ni raisu qismi al-kimia al-hayawiyya wal-bioteknolojia bikulliyati as-saydaliyya fi ihda al-jami'at al-khassa, yaqul nahnu al-qa'imin ala al-abhath al-ilmi allati ujriyat ala nabat al-morinja wa ma li hadha an-nabat min ta'thiri as-sihri fi al-qada'i ala al-anemia wa shifai min amradi as-sihriya. Sikiliza vizuri, bwana mkubwa huyu Dr. Alla Ahmad ibn Barakat, wao ambaye ni raisu qismi al-kimia, ambaye ni kiongozi
ni rais katika kitengo cha masala ya chemistry, na hasa katika masala ya kibiolojia pamoja na teknolojia ya kisasa. Huyu akiwa bikulliyati saidalia, katika chuo kikuu kinachofundisha masala mazima ya madawa haya katika hali za aina kadha, fi ihda aljamiat alkhassa, katika moja miongoni mwa vyuo vikuu maalum vilivyo specialist katika masala ya chemistry. Huyu bwana anasema katika hali ifuatayo, anasema nahnu alqaimin ala alabhath alilmiya, pamoja na hayo nasi pia tumeweza kusimamia vema katika masala mazima ya tafiti mbalimbali za kiilmu na kimaarifa, allati ujriyat ala nabati almorinja, ambao bila shaka tafiti hizi zimetafitiwa katika mmea na mti maalum ambao unaitwa morinja au morenga. Mti huu ni katika miti ambayo ina miujiza. Kwanza ni mti ambao unatembea, yani kama usiku wa leo ukiuona uko hapa, nenda kesho utaukuta mti ule umesogea kutoka pale ulipokuwa na umesogea katika sehemu nyingine. Ni moja katika muujiza wa hatari sana katika mti huu, na ni mti unashangaza sana. Lakini cha ajabu, mti huu si wasfu wake, lau kama utaukata kidogo unatoa damu, yani kanuni ya mti unatoa damu. Na kinachoshangaza zaidi, damu inayotoka katika mti huo ni ile damu ambayo inayofanana kwa asilimia nyingi sana na damu ya mwanadamu, kwa sababu ina zile chembe kama unavyoziona namna zilivyo katika chembe za damu za huyu mwanadamu. Na ndiyo maana ukaitwa shajaratu sihri, ni mti wa maajabu wa kushangaza, mti wa kichawi katika hali za aina kadha. Lakini kinachoshangaza, nyakati za usiku, wakati upepo ukiwa mkali, mti ule utauona umesimama vile vile namna ulivyo, hauyumbi na kufuata upepo kama jinsi ambavyo baadhi ya miti ikiwa katika hali za namna hiyo. Shajaratul morinja au mti wa morenga ni mti ambao miongoni mwa miti ya kisihiri. Lakini akasema bwana mkubwa, wa mali hadha nabat, na ya mambo ambayo yaliyovumbuliwa na kugunduliwa kupitia katika mmea huu, min taathiri sihri fil qada'i ala al-anemia. Wakasema athari zake, yani mti una utendaji kama jinsi ambavyo unavyofanya uchawi. Mmoja, kwanza mti una tabia ya kumaliza kabisa maradhi ya al-anemia, yani kwa wale wenye matatizo ya kuwa na kukaukiwa sana na damu, sikosel na mfano wa hayo. Mti huu ni mujarabu sana katika kuondosha mashakili hayo, wa shifai min amradhi as-sihriya, lakini na kuponya maradhi yote ambayo vyanzo vya maradhi hayo ni uchawi. Mti huu umeonekana una pawa na nguvu ya ajabu katika kumaliza mashakili kama hayo. Mti huu biidhnillah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa miti iliyotengeneza pipi ya maajabu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata wewe ukichukua kipande kidogo cha pipi hii ukaweka tu katika mdomo wako, utaisikia namna inavyoshambulia na namna jinsi ambavyo inavyotembea katika mwili, na utendaji wake ni wa hapo kwa hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inashangaza sana, ya muujiza sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tanbihi, kwa maana kukuzindua katika suala hili, usikubali hata siku moja kutumia pipi hii kabla ya kueleza nini tatizo lako, alafu tukushauri kwa tatizo hilo ni pipi ngapi ambazo kwako ni muhimu sana kuzitumia, na insha Allah biidhnillah mambo yanakwenda kuwa katika hali ya aina kadha. Tafiti tulizofanya takriban kwa muda wa miaka 9, alhamdulillah tumefanikiwa hivi sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ajab sana wallahi, tumia utaona maajab na muujiza wake kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Pipi ya ajabu. Wewe ambaye unalega pale kitandani, hii ni mujarrab. Wewe ambaye una athma na pumu, hii ni mujarrab. Wewe ambaye nasemekana figo hatua zake ni mbaya, hii ni mujarrab. Wewe ambaye una maradhi ya moyo,
hii ni mujarrab. Wewe ambaye presha kupita kiasi, maradhi ya macho na hata presha ya macho na mashakili ya aina kadha, hii ni mujarrab. Masala ya diski, uti wa mgongo, lakini kadhalika kwa wale wenye mashakili ya mifupa, hii ni mujarrabu sana, kwa sababu imekusanya matirio bora sana yanayoshangaza na utendaji wake unashangaza. Lakini kinachoshangaza zaidi, pipi hii hata ukiichukua ukaenda nayo pale nyumbani, ikiwa nyumba yako ndiyo sehemu wanapokusanyika sana wachawi na kufanya vikao vyao wakadhuru wapi, au ndiyo sehemu ya njia wao wanapita kwa ajili ya kwenda katika shughuli zao, lau kama utachukua pipi hii ya ajabu alafu ukazipata mathalan zikawa 4, ukaziweka katika sehemu ya pembe 4 za nyumba yako, wallahi na kuapia siku hiyo kama atakuja mchawi, bila shaka ni lazima utamuona na lazima atakamatwa katika maeneo hayo, kwa sababu hatokuwa na uwezo wa kukimbia katika mahala hapo, lazima akamatwe katika hali za aina zote biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ila hatupendelei wewe ufanye hivi, kwa sababu utaadhiri wengi. Wachawi ni watu wengi sana na wanafanya mambo mabaya sana katika umma na jamii katika hali ya aina kadha. Ukiwa unazitaka hizi mulabbasil ajib, pipi za maajabu, wasiliana nasi na tueleze tatizo lako, tutakushauri kwa mujibu wa tatizo lako. Inatakiwa uzipate ngapi, zifanye nini katika mwili wako, na matumizi yake ni ya hali ya aina gani, kwa sababu zina tofauti ya matumizi kutokana na utofauti wa tatizo la mtu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah tukutane katika darasa lijalo, ndipo tutaanza kuzipopotoa vizuri na kueleza kwa ufasaha ile mimea 17 na kila mmea na utendaji wake. Wallahi bila shaka mkombozi amefika, tulikuwa tukimsubiri kwa miaka 9, alhamdulillah sasa amekamilika na utendaji wake unashangaza biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.